Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri ya leo, siku ambayo Mungu ameifanya nasi tutaishangilia na kuifurahia. Ni jambo jema kumtukuza Mungu. Nikukaribishe mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wa kipindi chako pendwa cha Hekima za Baba. Leo katika channel yako pendwa ya Bado Kuna Ushindi TV. Basi kabla ya kuanza, tafadhali tuanze kwa kuomba. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa ukuu wako, wema wako na fadhili zako. Karibu utupe hekima na maarifa ya kuelewana na neno lako, kwa maana neno lako ndio taa na mwanga katika njia zetu, kwa jina la Yesu, amen. Basi karibu sana msikilizaji wangu. Leo ni siku muhimu, siku ambayo Bwana ameifanya nasi tutaishangilia na kuifurahia. Leo ninataka tutafakari kwa pamoja somo letu linalosema mkakati wa kukabiliana na vita vya siri visivyotabirika. Kuna vita nyingi huku duniani, lakini kuna vita ambavyo huwezi kuvitabiri. Kuna vita vinavyoonekana kutoka mbali na kuna vita ambavyo huwezi kuviona, lakini viko katika mzunguko wa maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua na kuzingatia hili, huku ukijua ya kwamba hizo vita ndio zinazoweza kuwa sababu ya kushindwa kwako ama kuanguka kwako kiroho na kimwili. Watu wengi hawakuangushwa na vita za kutoka nje. Watu wengi wameangushwa na vita vya ndani. Kwa hiyo ndugu msikilizaji na mwanafunzi wa hekima, karibu kwenye safari yetu ya kipekee ambayo haihusu silaha na mabomu, bali inahusu ulinzi muhimu zaidi katika maisha yako, ambayo ni ulinzi wa kiakili na roho yako. Je, umewahi kujiuliza kwa nini vita kubwa vya maisha yako mara nyingi havipigwi na adui wa mbali, bali ni wale unaowalisha kwenye meza yako? Kwa nini mafanikio yako yanapofichuliwa huzaa wivu na sio baraka? Leo tunafunua pazia la mkakati wa kukabiliana na vita vya kisiri visivyotabirika. Tutajifundisha na kutumia falsafa za zamani ijulikana kama sanaa ya busara. Kabla hatujaanza kuchukua nukuu hizi fupi lakini zenye nguvu kama mwanga wa kutuongoza, ni vizuri ukafungua moyo wako na kukubaliana na kweli hizi, ukazifanye kuwa halisi katika moyo wako. Hekima ya kwanza ni ile inayopatikana katika Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Inasema, linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Hekima ya pili, maadui hatari zaidi sio wale wanaokuchukia, bali ni wale ambao huweza kuifahamu siri ya moyo wako. Hekima ya tatu, acha mafanikio yako ndiyo yapige kelele. Utulivu wa mafanikio wako huzima kelele za wivu zinazotoka kwa wale watu wanaokuchukia kwa siri. Ninakualika sasa tuingie kwa kina kuchunguza fundisho hili ambalo tutalijaribu kulichunguza kisayansi, kiuchunguzi na kwa uthibitisho wa maandiko matakatifu. Kwa nini unapaswa kufanya yafuatayo? Unapaswa kutangaza matokeo, sio rasilimali ulizo nazo. Jambo la pili, unapaswa kutoa neno la baraka, sio neno la maumivu yanayokukabiri. Jambo la tatu, unapaswa kukubali mamlaka ya mipaka ya nafsi yako. Ikiwa maisha yako ni mchezo wa kimkakati, basi usimamizi wako ni muhimu sana, ndio ufunguo wa ushindi ulionao. Hebu sikiliza kwa makini jinsi ya kugeuza udhaifu wetu kuwa ngome imara na kuishi kwa amani katika ulimwengu usiotabirika. Karibu sasa kwenye safari ya kukuza busara na kulinda nafsi yako ambayo imeumizwa na kuharibiwa na watu ambao wengine uliwaamini, lakini wamekuwa chanzo cha mateso ulionayo. Nataka nikwambie, vita huvunjwa na wale walio karibu nasi. Watu wengi wanafikiri wanapigwa na maadui wa mbali, lakini adui mbaya na ambaye anaweza kuharibu maisha yako kirahisi ni yule wa karibu yako. Katika maisha tunajenga kuta za ulinzi dhidi ya ulimwengu wa nje, tukiamini kwamba adui halisi anapatikana mbali. Hata hivyo, uchunguzi wa kina wa kisaikolojia na historia unathibitisha kinyume chake. Vita kubwa na hatari zaidi ya mtu
huibuliwa na wale walio karibu naye. Hapa hoja kuu hapa inasisitiza kwamba ulinzi wa kwanza kabisa sio ukuta wa kuzunguka nyumba tunayoishi, sio ukuta wa kuweka security guard katika nyumba yako, bali ni kuchagua kwa makini ni nani wa kumruhusu katika ulimwengu wako wa ndani kuwa naye karibu. Saikolojia ya ukaribu inaeleza kuwa wale tunaowaamini kikamilifu wanaufahamu wa udhaifu wetu wa kimsingi, wanafahamu hofu zetu, wanafahamu mipango yetu na makosa yetu ya zamani. Kwa hiyo kuwa nao karibu, na ukaribu huu hauwi tu chanzo cha upendo, bali pia ni lango la upenyezi mwa mambo mabaya katika maisha yako. Kwa sababu wao wanakuwa na ufunguo wa ndani, mambo mengi unayoyaona hutengenezwa ndani na sio nje. Kwa hiyo wanapokuwa na ufunguo wa ndani wa moyo wako, inakuwa ni rahisi sana kuingia na kupenya kwenye moyo wako na hatimaye kuvuruga ama kupanda kitu kingine ambacho sio halisi. Na hii imekuwa sababu ya watu wengi sana kuharibu maisha yao na kutokufikia katika mustakabali ambao Mungu alikusudia. Watu hawa wana uwezo wa kipekee wa kuumiza na kukuumiza na kukuharibu kwa njia ambayo adui wa nje hawezi kukupiga. Wanatumia maarifa yetu dhidi yetu, sio nguvu zao. Wanaangalia mipango yako, wanaangalia malengo yako, alafu wanatumia hayo malengo yako kuyadhoofisha au kukupiga. Hali hii ndio Daudi aliyoiombolezea katika Zaburi ya 55 mstari wa 12 na wa 14, ambapo anapaza sauti Daudi akisema, kwa maana si adui anishutumu ningeweza kustahimili, lakini ni wewe, mtu niliyemheshimu, rafiki yangu niliyekujua sana. Haya ni maombolezo ya Daudi, yanathibitisha maumivu makuu yanayotoka kwa mtu aliyemwamini, ambaye baadaye anakuwa msaliti wa karibu. Kiini cha vita hivi vya karibu kinaonekana wazi kwa mfano wa Yusufu na ndugu zake, ambapo walitumia udhaifu wa ndugu yao kupitia ndoto zake na wivu uliotokana na ukaribu huo kumuuza utumwani na kutengeneza uadui huu ambao ulizaliwa kutoka kwenye familia ya watu wa karibu. Hivyo ni dhahiri adui mbaya sana sio yule mtu wa nje, ni adui yule ambaye unakula naye. Ndio maana Yesu aliwahi kusema, aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino. Aliyemtesa na kumsaliti Yesu hakuwa mtu wa mbali, alikuwa ni rafiki yake kabisa, tena aliyekuwa anaongea naye mara kwa mara kuliko mwingine yeyote, ambaye aliitwa Yuda Iskarioti. Yeye alipewa dhamana ya kushika chombo cha fedha na alikuwa anajua nini kipo na nini hakipo, lakini huyo ndio aliyekuwa anajua nyenendo na ratiba nzima ya Yesu ili aandae mazingira, lakini ndiye aliyemsaliti. Kwa hiyo watu wengi leo hawakushindwa kwa sababu walitakiwa kushindwa. Hawakushindwa kwa sababu kuna wachawi waliwaloga. Walishindwa kwa sababu wale waliowaamini ndio waliopitisha upupu wa kuharibu maisha yao. Sababu hii, malengo makuu ya hekima ya kimkakati si kuishi kwa hofu, bali ni kuelewa kwamba kuaminiana ni hazina inayopaswa kutolewa kwa busara. Badala ya kufunua kila kitu, unapaswa kujilinda kwa nguvu. Ndio maana Solomoni anasema katika Mithali 4:23, anatoa amri ya kimkakati akisema, linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo, maana huko ndiko zitokako chemchem za uzima. Neno uzima maana yake ni ukamilifu wa hatima yako aliyoikusudia Mungu. Lakini kama utaruhusu watu wabaya wapenyeze kwa sababu uliwaamini ukawapenda, wanakuwa na nguvu ya kufungua maisha yako na kupanda vitu ambavyo vinaweza kukutoa kwenye mwelekeo wako uliokusudiwa na Mungu. Kwa hiyo ni vizuri sana uweke mipaka na uwe mchunguzi wa habari za kibinafsi, na usipende kumwamini kila mtu, bali mjaribu kila mtu na kumpima kwa vipimo halisi ili kuweza kubaini uliye naye anaweza kuwa baraka ama akawa balaa. Hatua ya kujikinga na usaliti ni pale utakapokuwa umejaribu kutafiti kwa kina juu ya mtu yoyote ambaye umempa ridhaa ya moyo wako, lakini ndio amekuwa sababu ya mateso unayoyaishi. Kama hivyo, weka mkataba wako. Hakuna nchi inayoweza kuonesha ramani zake zote za siri za ulinzi katika nchi rafiki. Urafiki wa kimataifa haubatilishi haja ya kuwa na mipaka ya kiusalama na usiri wa kimkakati. Sikiliza,
Israeli ilikuja kutekwa na Babeli kwa sababu mfalme aliyekuwa madarakani, walipokuja marafiki kutoka Babeli, aliwapitisha katika hazina zake zote. Kwa hiyo ndani yake wale maadui wakajua siri yake, wakajua udhaifu wake, wakajua uimara wake, na wakatumia mkakati huo kumharibu na kumponda kabisa. Ndio maana ninakupa changamoto, mtumishi wa Mungu. Umeumizwa mara nyingi, si kwa sababu ya watu waliotoka mbali. Wale ambao unakula nao, wale ambao unaishi nao, hao ndio wamekuwa sababu ya mateso yanayokukabili leo. Lakini mbinu ya pili ni ulinzi wa akili na nafsi. Kuficha rasilimali zako na mafanikio yako. Sio kila mtu anapaswa kuambiwa kile ulicho nacho. Ni siri. Kile ulicho nacho ni siri yako mwenyewe. Ikiwa ile hatua ya kwanza ilihusu kuchagua ni nani na umruhusu aingie kwenye moyo wako, hatua hii inakuruhusu nini cha kusema kuhusu unachokimiliki. Mafanikio si tu faida, bali inaweza kuwa ni mzigo mzito wa kihisia na kimkakati endapo yatatangazwa vibaya. Epuka kutangaza waziwazi hali yako ya kifedha ama utajiri ulio nao. Acha matendo na matokeo ndio yazungumze. Hili litaimarisha ulinzi dhidi ya vita vya kisiri vinavyoendeshwa na tamaa na wivu za watu wa karibu yako. Kifalsafa, mafanikio yanayotangazwa waziwazi huamsha kitu kinachojulikana kama saikolojia ya wivu, envy psychology. Wivu hautokani na upungufu tu, bali na hisia kali za kutokuwa sawa, ambapo wengine wanahisi wewe kuwa unastahili mafanikio hayo ama wao walistahili zaidi. Utangazaji wa mali hukufanya wewe kuwa lengo rahisi la shambulizi. Uovu huo ulionekana tangu kale, ambapo Mithali 27:4 inathibitisha ghadhabu ni kali, hasira ni potofu, lakini nani awezaye kusimama mbele ya wivu? Utulivu na usiri wa mali huondoa mwangaza wa wivu. Kijadi, mfumo huu unatumika na matajiri wa kibinadamu, wanaitwa the silent millionaire, ambao huishi kwa utulivu na kuepuka kutangaza mali zao hadharani, na hivyo kujikinga dhidi ya usumbufu wa kodi zisizo na lazima, maombi ya mikopo ama uwezekano wa unyonyaji na wizi. Pamoja na wivu, taarifa za utajiri huunda fursa ya kimkakati kwa omba, matapeli na wanaopanga mipanga ya kudhuru fedha yako. Hili linahusu ulinzi dhidi ya unyonyaji. Hii ndiyo maana mwalimu Yesu Kristo alionya katika Luka 12:15 akisema, angalieni, jilindeni na choyo lolote, au maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyo navyo. Hapa alikuwa anasisitiza kwamba thamani halisi ya mtu sio wingi wa mali zake, hivyo hakuna haja ya kuzitangaza. Mafanikio ya kweli yanajidhihirisha kupitia matokeo, sio matangazo. Mfano bora ni mafanikio ya kimya ya wanasayansi. Wanasayansi hufanya kazi kwa miaka mingi katika maabara kwa usiri na utulivu. Mafanikio yao hutangazwa tu pale uvumbuzi au matokeo unapokuwa tayari na kubadilisha ulimwengu, sio kabla ya kazi kukamilika. Hii inaonyesha kwamba busara ya kifedha ni kuacha wengine waone matunda, lakini sio kiasi cha mbegu ulizopanda au eneo la shamba lako lilipo, kwa maana watakwenda kuiba. Jambo la B, sio kila mtu anapaswa kumwambia maumivu yako. Baada ya kulinda rasilimali zako za nje, hatua hii inahusu kulinda rasilimali yako ya ndani, hali yako ya kihisia. Duniani kuna tofauti kubwa kati ya kusikiliza na kujali kweli. Dunia imejaa wasikilizaji, lakini wachache sana wana nia ya kweli ya kusaidia. Wengine hufurahia mateso unayoyapitia ama unayoyapata. Kwa hiyo busara katika kuhamisha maumivu ni muhimu sana kwa amani ya ndani. Kisaikolojia, sio kila mtu anayesikiliza shida zako yuko pale kwa huruma. Wengi huongozwa na saikolojia ya udhuru, ambayo ni furaha itakayopatikana kutokana na bahati mbaya au maumivu ya mtu mwingine. Hisia hii, ingawa inaonekana mbaya, huwapa faraja wengine kwa sababu inathibitisha kuwa wao hawako peke yao katika mateso, au inawafanya wahisi wao wako bora zaidi kuliko wewe. Mtazamo huu unageuza maumivu kuwa burudani inayojidhihirisha kwa wazi. Kwa Ayubu alipoteseka katika ile Ayubu 16:20, inaakisi maumivu hayo alipolalamika, marafiki zangu wananidhihaki, akisisitiza jinsi wale waliokuwa karibu naye walivyogeuka na kumfanya maumivu yake kuwa starehe yao.
Katika zama za sasa, mfumo wa mtandao wa kijamii unajidhihirisha kama mfano hai. Wakati mtu anapoweka shida zake za kibinafsi mitandaoni, hupokea huruma ya haraka, lakini pia hukumbana na maoni mabaya, hukumu na usengenyaji, ambayo mara nyingi huongeza maumivu badala ya kuponya hisia za ndani. Kwa hiyo usimamizi wa habari na mamlaka ya kihisia ni muhimu sana katika maisha yako. Kutoa taarifa za maumivu yako kuna kufanya wewe uwe na madeni ya kihisia kwa yule unayemwambia. Anajua udhaifu wako wa sasa na huenda akautumia kwa njia ya kukumiliki na kumiliki mazungumzo au kukudhibiti. Ndio maana Mithali 11:13 inashauri umakini. Mwenye usengenyaji hufichua siri, bali mwenye roho ya uaminifu huficha mambo. Watu hulipa wataalamu kuwasikiliza kwa sababu mtaalamu huyo hana ajenda katika maisha yao, na siri zinalindwa kwa taaluma. Hii inathibitisha haja ya kuchagua kwa uaminifu nani wa kumwamini, akisisitiza kuwa mlinzi wa hisia ni muhimu kuliko urahisi wa kufichua yale yanayokukabili. Jambo la tatu, kama usifichue udhaifu wako wa msingi. Baada ya kulinda mali zako na maumivu yako, hatua ya mwisho ya ulinzi wa nafsi yako inahusu kinga ya ndani kabisa ya utambulisho wako. Hapa tunahama kutoka kulinda kinachomilikiwa na kwenda kulinda kinachoendesha. Maarifa ya udhaifu wako, ambayo ni hofu, hasira na tamaa, yanaweza kugeuka kuwa silaha mkononi mwa watu wasio na maadili. Udhaifu huo ni siri kuu ya moyo wako ambayo haipaswi kufichuliwa kirahisi kwa mtu mwingine yoyote. Kiuchunguzi, udhaifu wa mtu kama vile hofu ya kushindwa, tamaa ya kutambulika ama hasira ya haraka ni sawa na kitufe cha kudhibiti, control button, au ya kibinadamu. Katika vita vya kisiri, adui anakusudia kukushinda. Hatatumia nguvu za waziwazi, bali anatumia mbinu za kukudhibiti, control tactics. Ukifunua unachokiogopa sana, unampa mwingine uwezo wa kukutisha, kukudanganya au kukushinda bila wewe kujua. Mara tu kitufe hicho kinaposhikwa, utahisi chini ya utawala wa matakwa ya yule anayesikiliza udhaifu wako. Mfano wa historia usiosahaulika ni Samsoni na Delila. Katika Waamuzi 16 mstari wa 15 na 17. Delila alitumia ukaribu wa upendo bandia, alimlazimisha Samson kufichua udhaifu wake na wa nguvu zake ambazo ziligundulika ziko katika nywele zake. Mara tu siri ya moyo wake ilipofichuliwa, alitumika dhidi yake mara moja. Hadithi hii inasisitiza kwamba mapenzi na ukaribu sio busara kufungua mlango wa matumizi ya udhaifu wako na kutoa moyo wako wote kwa asilimia zote kwa mtu ambaye unafikiri yuko karibu naye. Mpime, mchunguze, tafakari kwa kina na usiruhusu au kamate moyo wako. Kanuni hii haihusu tu mahusiano, bali pia ni mkakati wa maisha na biashara. Wafanyabiashara wazuri wanajua kwamba mafanikio yanategemea kuonyesha nguvu na siri. Mfanyabiashara kama hatangazi kiasi halisi cha faida yake au ukomo wa deni linalomkabili au ukomo wa deni analoweza kulibeba kwa washindani au kwa watu anaowauzia bidhaa, udhaifu wake wa kifedha ukitangazwa, atapoteza nguvu zote katika meza ya mazungumzo na itakuwa rahisi watu wabaya kumdharau na kumnyonya. Kwa muktadha mpana, inamaanisha kwamba mtu mwenye busara hujifundisha kujizuia kufunua motisha zake za ndani na mipaka yake ya mwisho. Udhaifu ni silaha, na silaha ya siri inayopaswa kubaki ikiwa siri kamili. Jambo la 4, kulinda akili na amani yako kwa nguvu. Baada ya kuweka mikakati ya ulinzi wa nje na kuzuia udhaifu wako wa ndani kufichuliwa, ulinzi wa mwisho na muhimu zaidi ni ngome yako ya utambuzi. Bila utulivu wa ndani, mikakati yote ya nje itavunjika. Akili yako ni hazina yako muhimu zaidi. Linda utulivu wako kwa nguvu zote. Kukubali amani na kukubali mamlaka ya kujisimamia. Kisaikolojia, amani ya akili hufanya kazi kama mfumo wa ulinzi wa ndani, internal defense system. Inatoa kinga dhidi ya shinikizo la hofu, wasiwasi na msukumo wa kufanya maamuzi mabaya. Amani ikivurugika, vita vyote vya nje, iwe vya usaliti ama ugumu wa maisha, hapa hupata ngome ndani ya moyo wako. Kinyume chako, akili iliyotulia inaweza kutafuta ufumbuzi bora zaidi. Biblia inatilia mkazo hili kwa uzito, ambapo katika Wafilipi 4:7 inatueleza,
na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawalinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hii inasisitiza kwamba amani sio hisia tu, bali ni ulinzi wa kimungu anayelinda eneo la utambuzi wetu. Mfano hai wa nguvu hii huonekana katika wanamichezo wa kimataifa. Mafanikio ya mwanamichezo wa Olympic hayategemei tu nguvu na misuli, bali utulivu wa akili, mental focus, kelele za mashabiki au uwezo wa kujishinda. Ndio adui mkuu uwanjani. Utulivu wa akili ndio silaha yao ya ushindi. Unaweza ukawa umefanya mazoezi vizuri, usipokuwa na utulivu wa akili, kila kitu hubadilika. Kuwa na amani ni kujilinda dhidi ya sumu ya kihisia, emotional toxin, hasa zile zinazotoka kwenye mahusiano yenye sumu. Mahusiano haya hupata faida kwa kuvuruga amani yako na kuweka mashaka ndani yako. Kwa hiyo kujilinda kwa nguvu ni kukataa kushiriki katika michezo yao ya kihisia au kujibu kila mtego. Mithali 1:10 inasema usikubali. Hii inahusu kuchagua kuweka mipaka dhidi ya ushawishi unaoharibu akili na moyo wako. Katika dunia ya kisasa, mfano mkuu wa ulinzi huu ni kujitenga na vyombo hasi. Watu hujiondoa kimakusudi kwenye vyanzo vya habari hasi, majadiliano ya kisiasa yenye hasira na uhusiano wa mitandao ya kijamii unaokuletea mfadhaiko, ili kulinda afya ya akili. Hatua hii itathibitisha kwamba wakati mwingine kujiondoa ndiyo njia bora zaidi ya kupigana vita vya ndani. Busara sio uzembe wala sio uoga wa kujihusisha, bali ni kujua ni lini na wapi pa kutumia rasilimali zako za ndani. Ni hekima ya kujizuia ili kupigana vita na vitu vinavyoweza kushinda na kukwepa vile vinavyoweza kukuharibu. Hii ndiyo njia bora ya kutumia kanuni ya malaika wa nuru. Kushinda kwa mikakati, kutuliza hali na kuepuka mapigano ya wazi badala ya kutumia nguvu. Kuficha, kukaa kimya na kuchagua nani wa kumwamini ni kinga ya mwisho ya nafsi yako. Hekima ni kuwa na mengi akilini mwako, lakini kidogo tu mdomoni mwako. Si kila kitu unachofikiri lazima ukiseme, lakini kila kitu unachosema lazima kiwe kimefikiriwa vizuri. Mtu aliyejaa utulivu wa ndani ni ngumu zaidi kumdhibiti kuliko mtu aliyejaa hasira. Hatimaye mkakati mkuu wa maisha yenye amani na mafanikio ni huu: ishi kwa jinsi ambavyo matendo yako huongea kwa sauti kubwa kuliko maneno yako, na amani yako iwe silaha ya siri isiyoeleweka na adui. Amani yako iliyolindwa na busara ndiyo nguvu yako kubwa ya ushindi katika kila eneo kwenye maisha yako. Mungu abaki amekubariki sana. Katika somo hili tafakari kwa kina, usichukue kimzahamzaha, bali chukua kwa umakinifu na kwa undani, ili Mungu akupeleke katika kusudi lako. Baki umebarikiwa katika ujumbe huu muhimu sana katika siku tunazoishi leo, katika jina la Yesu, na Mungu akubariki. Baki salama mpaka wakati mwingine. Amen. Amen, 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 amen.